riba ya Benki Kuu itabaki kwa 5.75 kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026. Uamuzi huu umefikiwa kwa kuzingatia matarajio ya mfumuko wa bei kuendelea kuwa ndani ya lengo la 3 hadi 5 kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026. Na uamuzi huu wa kubakiza riba ya Benki Kuu kama ilivyokuwa katika robo ya 4 ya mwaka 2025 utasaidia kuendelea kuchagiza ukuaji wa uchumi kwa kuwezesha ukuaji wa uchumi kuwa wa kuridhisha. Kwa kuzingatia uamuzi huu, Benki Kuu itatekeleza sera ya fedha kwa kuhakikisha kuwa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya mabenki, yani 7-day interbank rate, itaendelea kubaki ndani ya wigo wa 3.75 hadi 7.75, ambayo ni kiwango cha kati ya 2% kwenda juu au kwenda chini kutoka pale kwenye riba ile ya Benki Kuu ambayo ni 5.75. Uchumi wa Tanzania bara uliendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha na kufikia takribani 5.9 kwa mwaka ulioishia mwaka 2025, na hii ikilinganishwa na makadirio ya ukuaji wa 6% yalikuwa yametarajiwa mwanzoni. Ukuaji huu mzuri ulichangiwa zaidi na shughuli za kilimo, madini na ujenzi. Kwa upande wa Zanzibar, ukuaji wa uchumi wa mwaka 2026 umekadiriwa kufikia 6.8, ukichangiwa zaidi na shughuli za ujenzi, utalii na uzalishaji viwandani. Kwa ujumla, mikopo kwa sekta binafsi iliongezeka kwa wastani wa 20.3 kwa Tanzania bara na Zanzibar. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, uchumi wa Tanzania bara unatarajiwa kukua kwa 6% na uchumi wa Zanzibar unatarajiwa kukua kwa 7.2%. Kuhusu mfumuko wa bei, kamati ya sera ya fedha imefanya tathmini na kuona kwamba mfumuko wa bei umeendelea kuwa tulivu ndani ya lengo la 3 hadi 5 kama ilivyokuwa imepangwa kwa robo ya 4 ya mwaka 2025. Na katika robo hiyo ya 4 ya mwaka 2025, mfumuko wa bei kwa Tanzania bara ulikuwa wastani wa 3.5 na kwa upande wa Zanzibar ulikuwa 3.4. Mwenendo huu mzuri ulitokana na utekelezaji madhubuti wa sera ya fedha na mazingira mazuri ya kiuchumi duniani ambayo yalipunguza ongezeko la mfumuko wa bei kutoka nje ya nchi. Hivyo, kamati inatarajia kuwa mfumuko wa bei utaendelea kubaki ndani ya lengo la 3 hadi 5 kwa robo hii ya kwanza ya mwaka 2026. Sekta ya benki pia imeendelea kuwa imara ikiwa na ukwasi wa kutosha kuwezesha utoaji wa mikopo pamoja na mitaji ya kutosha inaweza kuhimili misukosuko ya kiuchumi ya ndani na nje. Aidha, vihatarishi katika utoaji wa mikopo vimeendelea kupungua, ambapo uwiano wa mikopo chechefu ulipungua na kufikia 3.1, ikiwa ni kiwango cha chini cha ukomo unaokubalika wa 5%. Na mifumo ya malipo pia imeendelea kuwa thabiti, ikifanya kazi kwa ufanisi katika maeneo yote ya mijini na vijijini. Kuhusu sekta nje, kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu imefanya tathmini na kuona kuwa sekta nje imeendelea kuimarika, ambapo nakisi ya urari wa malipo ya kawaida inakadiriwa kupungua hadi 2.2 ya pato la taifa kwa mwaka 2025, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Mwenendo huu mzuri ulichangiwa na kuongezeka kwa mauzo ya madini, hususan ya dhahabu, mazao ya kilimo, kuimarika kwa shughuli za utalii pamoja na usafirishaji, na vile vile kushuka kwa bei za mafuta ghafi duniani. Kwa upande wa Zanzibar,
Sekta nje imeendelea kukua na kuleta ziada ya urari wa malipo ya kawaida, ikichangiwa zaidi na mapato yatokanayo na shughuli za utalii. Thamani ya shilingi imeendelea kuwa tulivu dhidi ya sarafu nyingine duniani, huku ikiongezeka thamani kwa takriban 0.8% mwishoni mwa robo ya 4 ya mwaka 2025. Akiba ya fedha za kigeni ilifikia zaidi ya dola bilioni 6.3, kiasi kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa takriban miezi 4.9, ikiwa ni juu ya lengo linalokubalika la angalau 4% lililowekwa kwa mujibu wa sheria ya Benki Kuu. Ili tufikie kiwango cha ukuaji wa uchumi tulichokiweka kwenye malengo, tunahitaji shughuli za kiuchumi ziendelee kufanyika tukiwa na ujazi wa fedha kwenye mzunguko wa uchumi ambao hautasababisha mfumuko wa bei uvuke lile lengo. Kwenye tathmini tuliyofanya, tunaona Tanzania bado wastani wa gharama za ukopeshaji kwa mikopo ya watu na makampuni binafsi bado iko asilimia kati ya 15 mpaka 16 wastani. Kwa hiyo ikienda asilimia 18, inawezekana ni kwako au kwa mtu mmoja ambaye alikuwa na viashiria hatarishi, lakini kuna mwingine ambaye kama hana viashiria hatarishi, kuna products mpaka za 9%. Kwa hiyo inategemea unakopa kwa shughuli gani. Kuna risk index in terms of sectors, kuna risk index kwa mtu au kampuni inayokopa na vigezo vingine ambavyo huwa vinaangaliwa.